Afya Update. Mambo vipi? Uhali gani mpenzi mtazamaji wangu wa Afya Update? Mimi ni Dr. Chilo. Leo nimekuja na somo linazungumzia ni siku zipi za kuweza kupata ujauzito. Maana nimekuwa na maswali mengi ambayo yanakuwa wanawake wananipigia simu kwamba nimeona hedhi mwezi Januari tarehe 5. Je, siku yangu sahihi ni ipi ya kushika ujauzito? Au nimeona hedhi mwezi fulani, tarehe zangu za kupata ujauzito ni zipi? Sasa maswali haya yamekuwa ni mengi, nimeona niandae kipindi maalum cha kuweza kuwajibu wanawake hawa ambao wanakuwa na kiu ya kuweza kujua siku za kuweza kupata ujauzito. Hata wewe mpenzi mtazamaji wangu unaweza kuwa unajiuliza, je, ni kwa namna gani ya kuweza kupiga hesabu toka siku ya kwanza ile mwanamke ameona hedhi mpaka ile siku ambayo anakuwa yuko kwenye siku za kuweza kupata ujauzito, siku za ovulation au window period. Kwa hiyo kama tuko kwenye kipindi hicho, basi ungana nami, nimekucholea michoro ambayo itakuwa inarahisisha mwanamke huyu aweze kuelewa ni kwa urahisi zaidi. Na kwa haraka tumeweza kuzungumzia kwamba huu ni mzunguko wa hedhi. Tumeweza kuchora ambaye mwanamke huyu ana siku 28 ambao wanawake wengi wako kwenye mzunguko huu. Je, mwanamke huyu kwanza kwa haraka atajuaje ana mzunguko wa siku 28? Cha kwanza tutamshauri aweze kuchunguza angalau miezi mitatu ya hedhi zake. Kama mwezi wa 10 aliona tarehe 5 akaenda mpaka mwezi wa 11 akaona tarehe 30, atabidi apige hesabu kwamba kutoka mwezi wa 10 mpaka 11, toka siku ya kwanza ameona damu mpaka akaja akaona tena damu, atabidi hesabu kutoka hapa tarehe 5 mpaka tarehe 29 kuna siku ngapi? Let's say mfano tukaandika labda ameona kwa siku 29 days. Sawa, tunakuja mwezi wa 12 mpaka wa kwanza ameona kuanzia hii aliona tarehe 30, mwezi wa kwanza akaja akaona tarehe 28. Mfano kwenye hii miezi akaona kwa siku 28. Tena hapa nyuma kuna mwezi wa 9 mpaka kuja wa 10, tuseme nako aliona kwa siku 28. Kwa hiyo huyu mwanamke huyu atajumlisha siku 28, 29, 28, atapata jumla yake. Tutajumlisha hii itakuja 25 kwa na moja hapa ni 6, 7, 8 hapa ni 2. Kwa hiyo utachukua 85 utagawanya kwa miezi mitatu ili upate wastani wa mzunguko wako wa hedhi. Hivyo basi kwa mwanamke, ili kuweza kujua kwamba mimi ni siku yangu ipi sahihi ya kuweza kupata ujauzito, lazima ujue angalau wastani wa miezi mitatu, kwamba leo nimeona damu mwezi labda mfano wa 9 tarehe 25 mpaka mwezi unaofuata nikaona kwa damu kwa tarehe 18, basi utaanza 25 utaenda mpaka siku ya 17, utahesabu hapo katikati kuna jumla ya siku ngapi. Mwezi unaofuata nao utafanya hivyo hivyo, mwezi unaofuata nao utafanya hivyo hivyo, utajumlisha jumla zile siku ambazo kama ni hizi hapa, then utagawanya kwa 3. Jibu utakalolipata ndio utakuwa mzunguko wako wa hedhi. Kwa mfano hapo tukasema 3, tukasema hapa ni 2, 3 mara 2 6, hapa 25, hapa ni 8, hapa 24. Hivyo basi kwa mwanamke huyu anakuwa na mzunguko wa siku 28. Je, kwenye siku 28
ni siku zipi sahihi za kuweza kushika ujauzito. Tunarudi kwenye formula, tunasema 28 tunatoa na 14. Hapa ni 4, hapa ni 1. Sasa huyu mwanamke mwenye mzunguko wa siku 28, yai litatoka siku ya 14 ya hedhi. Toka siku ya kwanza umeona hedhi, utahesabu siku ya kwanza, pili, ya tatu, ya nne, labda ni damu, umemaliza. Hapa tulikuja hapa kwenye mchoro tuliandika damu. Tuseme hapa ndio siku ya kwanza umeona damu mpaka siku ya 4 umemaliza hedhi. Utahesabu tena kuanzia siku ya 5, ya 6, ya 7, ya 8, ya 9, ya 10, 11. Hizi ni siku salama. Kuanzia ya 12 mpaka hii ya 14 hapa katikati, ambao ni yai, ndio litakuwa linatoka kwenye ovari. Ovari ni hizi. Ovari zitazalisha yai. Yai litatoka hapa litakuja hapa kwenye fallopian tube. Yai likitoka hapa kuja kwenye fallopian tubes, yai la mwanamke linaweza likakaa hapa kwenye fallopian tubes kwa muda wa masaa 12 mpaka 24. Muda wake wa maisha unakuwa umekufa. Na siku kwa muda huu kuanzia hizi saa 12 mpaka 24 ndio saa ambazo mwanaume wakishiriki tendo la ndoa, mbegu zitaingia mpaka hapa. Zikifika huko zitapenya moja kwa moja mpaka kwenye fallopian tubes. Kwenye fallopian tubes ndiko sehemu ambako mimba inaenda kutungwa, na mchakato huu wa mimba kutungwa unakaa kwa takriban masaa 3 mpaka 6. Ukishafanyika mchakato huu, yai hili litaendelea kukaa hapa, au itatengenezwa kiumbe ambacho kinaitwa zygote, kitatengenezwa, kitakaa hapa. Huu mchakato huu utatumia siku 3 mpaka 6. Yai pamoja na mbegu ya kiume zitakuwa zimeungana hapa. Baada ya hapo, yai hili na pamoja na mbegu ambazo zitakuwa zimeungana zitarudi kwenye mji wa uzazi ambao unaitwa uterus. Eneo hili ndio mji wa uzazi kwa ajili sasa ya kuweza kufanya implantation. Implantation ikifanyika ndani ya mji wa mimba, basi ndipo ujauzito unakuwa unakuwa mpaka itakapofikia hatima ya kutoka mtoto. Sasa kwenye kipindi hichi tutakuja kuelezea kipindi kingine. Kuna watu wanasema kwamba ectopic pregnancy au mimba zinazotungwa nje ya kizazi. Kuna sababu mbalimbali ambazo zinaweza zikasababisha mimba ikaja ikajitungisha hapa mimba, au ikakaa hapa isirudi kwenye mji wa mimba. Baada ya fallopian tubes ikapokea yai pamoja na mbegu za kiume zikakutana hapa, inabidi ikae kwa muda huo na mchakato ndani ya siku 3 mpaka 6 ikarudi huku, lakini inatokea yai hili na baada ya kukutana na mbegu za kiume likashindwa kumove kuja huku. Kuna sababu mbalimbali zinazoweza kusababisha yai lisitoke hapa kuja huku. Hiyo inaitwa ectopic pregnancy au mimba iliyotungwa nje ya kizazi. Nitakuja kuelezea kwenye kipindi kijacho inatokea nini, sababu ni zipi zinazosababisha mimba zitungwe nje ya kizazi. Lengo la leo ni kuweza kuonyesha kwamba namna gani mimba inaweza ikatungwa, siku sahihi za mimba kutungwa. Kwa hiyo sasa tumeshajua mwanamke huyu ana mzunguko wa siku 24, yai linatoka kwenye ovari siku ya 14 linakuja hapa kwenye fallopian tubes. Je, ni siku zipi anaweza akashiriki? Tushajua mbegu za mwanaume zikiingia zina uwezo wa kukaa kwenye eneo hili la mji wa kizazi wa mwanamke na kuingia kwenye fallopian tubes. Zina uwezo wa kukaa siku 3 mpaka 5 mpaka masaa 72 toka mwanaume amebizi au amemwaga mbegu kuingia kutoka hapa kwenye uke. Kwa mbegu hizi zitatiririka kuflow kuweza kuingia kwenye fallopian tubes kwa ajili ya kutungisha mimba. Kwa hiyo tunaweza tukaja kuelezea kipindi kijacho pia staili ambazo zinaweza zikasaidia hizi mbegu zikaweza kuflow vizuri kuelekea kwenye mirija ya uzazi. Kwa fuatana nami kwenye vipindi hivi vya Afya Update. Najua kila siku utakuwa unapokea tips ambazo zitakusaidia. Nitakuja nifundishe staili ambazo zinakuwa zinarahisisha
mbegu hizi zinaweza kuingia kwenye uzazi. Sasa kama tumeshajua mbegu za kiume zina maisha ya siku 5 kwenye via vya uzazi toka zikiingia, lakini yai la mwanamke linakaa masaa 12 mpaka 24 tayari linakuwa limeshapoteza sifa na kuweza kutungisha ujauzito. Sasa na tumeambiwa kwamba kwenye mzunguko huo wa mwanamke siku ya 14 kwa mzunguko wa siku 28 ndio yai litatoka hapa kuingia hapa. Kwa hiyo tutarudisha siku 2 nyuma, kwa siku ya 13, siku ya 12 na hapa mbele ni kuna siku ya 15. Ina maana sasa hizi ndio siku ambazo zina average kubwa zaidi au wastani nzuri zaidi au chance kubwa zaidi ya mwanamke huyu akishiriki tendo la ndoa akaweza kupata ujauzito, kwa sababu siku ya 11, siku ya 12, ya 13 mwanaume akishiriki tendo la ndoa hapa, hizi mbegu zinaweza zikawa zinakaa mpaka siku 3. Kwa hiyo yai likija kutoka hapa siku ya 14 itazikuta hizi mbegu. Katika mbegu kuna X and Y. X zinabeba jinsia ya kike. Jinsia hii ya kike ndizo zinazoweza kukaa siku nyingi zaidi. Zina sifa ya kukaa mpaka siku 4 mpaka 5. Lakini zinakuwa zina mwendo wa pole. Hizi XY zinakuwa ni chromosomes ambazo zinakuwa zinabeba karakta ya kiume. Zenyewe ziko faster, lakini pia zina maisha mafupi. Zinakimbia haraka kulikuta yai, lakini zinakufa mapema zaidi. Kwa hiyo mwanamke huyu na mwanaume wakishiriki kuanzia siku ya 12, inawezekana hizi mbegu mpaka inafika siku ya 14 ambazo ni X and Y zinakuwa tayari zimekufa, zinabaki XX. Kwa hiyo anaweza wakakuta wanapata mtoto wa kike. Lakini akishiriki siku hii ya 14 exactly, inakuwa na sifa za mwanamke, anaweza kuwa na hamu ya tendo la ndoa zaidi, mwili unakuwa na joto naongezeka, matiti au maziwa yanakuwa na uma au wengine anajaa. Pia wengine wanaweza kaisi kuna kichomi upande wa kushoto au wa kulia wa tumbo. Kwa wakati yai linatoka hapa, mwanamke huyu anaweza akajisikia kama ni kichomi upande wa kushoto au wa kulia, inategemea na mwezi yai linatoka wapi. Kwa hiyo mwanamke huyu akijisikia kichomi huku ukeni, akiingiza kidole kunakuwa na ute ambao ni mwepesi water kama yai, ule ute wa yai mwepesi au na harufu unavutika. Ute huu ni ute salama wa uzazi. Ina maana akishiriki tendo hili katika hizo siku XY ambazo zinakuwa zina spidi sana kuelekea kwenye mirija ya uzazi kwa ajili ya kulikuta yai, ndizo zinaweza kwenda kukutana na yai na mtoto akaanza kutungishwa ambaye atakuwa ni X and Y ambaye ni mwenye sifa ya kiume. Kwa hiyo akishiriki siku ya 15, basi tunategemea kwamba hizi X and Y ndizo zitakazokimbia haraka sana kuja kuingia huku na kukutana na yai kabla halijafa kufikia yale masaa 12 mpaka 24 ambayo linakuwa limekufa. Kwa hiyo ndugu zangu, dada zangu, endapo unapiga simu kwa daktari au kukutana na daktari, usimwambie nimeona hedhi siku fulani au mwezi fulani, tarehe fulani. Je, siku zangu za kushika mimba ni zipi? Unatakiwa kwanza uanze kujua msingi. Wewe mwanamke una mzunguko wa siku ngapi? Kama una mzunguko wa siku ngapi, je, ninaweza kushiriki tendo la ndoa siku ipi na ipi ili niweze kushika ujauzito? Kwa kufuatilia vipindi vyangu utaweza ukajua mbinu na lini, style zipi zinakuwa zinarahisisha kuflow kwa mbegu kuelekea kwenye via vya uzazi vya mwanamke na kuweza kushiriki na kupata ujauzito. Vyakula vizuri vya kula kabla ya maandalizi ya kupata ujauzito, na vyakula vizuri vya kuweza kulea ujauzito. Madawa ya kuepuka kipindi mimba ni changa, na ukiwa unajitarajia kujifungua, vitu gani vya kuwa navyo makini. Hii ni Afya Update. Leo nimeishia hapa. Mwanzo
Kama una swali au maoni, ni dropia hapo kwenye comment ili niweze kuleta vipindi vinavyoweza kujibu maswali mengi sana kwa ajili ya Watanzania na Waafrika na dunia nzima. Bye bye. Afya Update.